Haleluya. Ningependa nikufundishe kitu cha muhimu sana ambacho kinaweza kikabadili maisha yako. Ukweli ni kwamba hakuna mwanadamu ambaye anaweza kufanikiwa ikiwa hajaijua nafasi ya kuhani. Iwe ni kuhani upande wa Mungu au kuhani upande wa giza. Remember, kuna kuhani upande wa Mungu na kuna ukuhani upande wa giza. Kuhani upande wa Mungu ni yule ambaye amethibitishwa na Mungu. Anaweza akawa ni mchungaji, unaweza kuwa unamuita mchungaji, unaweza kuwa unamuita padri, unaweza kuwa unamuita askofu, unaweza kuwa unamuita jina lolote. Lakini huyu ni yule ambaye ni mtumishi wa Mungu anayesimama kwenye madhabahu kufikisha ujumbe wa Mungu. Lakini ni yeye ambaye anachukua shida zako, anazipeleka kwa Mungu. Lakini pia kuhani upande wa giza anafanya kazi hii. Yeye anakuwa kwenye madhabahu ya giza. Sasa huyu anaweza kuwa mganga, anaweza kuwa mchawi, anaweza kuwa Illuminati, anaweza kuwa Freemason, anaweza kuwa mtu yoyote yule ambaye amejifungamanisha na ufalme wa giza na anatoa msaada kwa watu. Amen. Huwezi ukafanikiwa hapa duniani ikiwa huijui nafasi ya kuhani kwenye maisha yako. It is impossible. Haijalishi unaomba kiasi gani. Mafanikio ya kimwili yanayoonekana, siongelea vitu vya kiroho, naongelea vitu vinavyoonekana vya kimwili. Huwezi ukafanikiwa kama huijui nafasi ya kuhani. Ngoja nikusomea andiko hapa. Nilikuwa natafakari, nikawa najiuliza kwa nini watu wengi ambao wanaomba, Wakristo wengi, kwa nini eneo la uchumi kuna shida? Ni kwa sababu Mungu huwapa watu kazi za kufanya. Sijui tumeelewana mpaka hapo? Yaani Mungu akitaka kukutajirisha anagusa watu. Ni tofauti na haya mambo mengine. Mambo mengine haya upako na nini, Mungu mwenyewe anaweza kukupa direct bila kupitia mtumishi. Lakini ukisha kuja vitu vya mwilini, kwa sababu maandiko yanaweka wazi, anasema dunia tulipewa nini? Wanadamu, kwamba tutawale na tumiliki. Maana yake ni nini? Chochote cha dunia, yani chochote kinachoonekana. Ukitaka kuwa tajiri, kufanikiwa katika vitu vinavyoonekana, pengine mashule, uwe na mashule, uwe na majumba, uwe na magari, uwe na vitu, mafanikio ya duniani haya Mungu hashughuliki nayo. Kuna watu ameshawapa kazi. That's why waombaji wengi ni maskini. Haleluya. Hawajui hiki kitu. Si tunaelewana mpaka hapo? Ni kweli Mungu atafungua milango, lakini bado atatumia watu kukutajirisha. Watatumia watu wewe kufanikiwa. Na moja ya mtu wa muhimu sana kuliko unavyoweza kuwaza ni kuhani. Mambo ya Nyakati 2:20. Nitasoma hapa mwishoni. Inasema mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Kumbuka Kiingereza kudhibitiki inatumia neno established. Nimeenda kuangalia kwenye Kihebrew, Kiebrania, nikagundua inatafsiriwa kudhibitika, yani kwamba muaminini Mungu ndivyo mtakavyothibitika. Kudhibitika inamaanisha mtaimarishwa. Ndio maana tafsiri nyingine ya Biblia, Habari Njema, inasema ndivyo mtakavyokuwa imara. Maana yake mtu aliye imara, maana yake hata sita. Hiyo ni imani kwa Mungu, afu na imani kwa watumishi wake. Imani ya watumishi wake inasema ndivyo mtakavyofanikiwa. Haleluya. Kufanikiwa hapa kwa Kiingereza, so shall you prosper. Maana yake inaongelea prosperity, yani mafanikio haya ambayo people wengi wanasema, wazee wetu wa mwanzoni walipokuwa wanazungumza hii injili, walikuwa wanasema injili ya mafanikio si ya Mungu. Lakini Mungu hapa anasema so you shall prosper. So unapomwamini Mungu utadhibitika. By any means, maana yake utakuwa imara kwa namna nyingine, because Mungu ni roho. Maana yake unaweza kuwa vizuri sana rohoni na mbinguni ukaenda. Tumeelewana mpaka hapo? Lakini ukishindwa kuamini watumishi wake, the problem ambayo itakuja ni kwamba duniani utafeli. Why?
hautafanikiwa. You will not prosper. Yani kwenye eneo la mwilini huku utakuwa na shida, japo rohoni huko vizuri. That's why tuna watu wana upako, wanafungua kila magonjwa, lakini baada ya kufungua watu wanategemea apewe nauli. Why? Anaweza akawa ndio anatembea kwenye anointing, kafunga, kaomba, kafanya kila kitu, na hivyo vitu Mungu amempa direct, sio lakini baada ya kumpa direct hivyo vitu anavyo, rohoni yuko vizuri, mwilini amefeli. Kwa sababu gani? Amefeli kwenye eneo moja, pengine yuko chini ya kuhani, lakini kuna aina ya imani hana juu ya huyo kuhani, hamuamini, au kuna nafasi yake hajatambua nafasi. Ngoja nikwambie, inawezekana kabisa ukawa unanyenyekea na unafanya kila kitu kwa kuhani, lakini huijui nafasi ya kuhani kwenye maisha yako, and therefore huwezi ukafanikiwa. That's why huyo ambaye ananyenyekea kwa kuhani wake, anatoa sadaka, anafanya kila kitu, huyo atamsema, atamsengenya, huyo ataanza kumlinganisha na makuhani wengine. Huyu maana yake nini? Hajui nafasi ya kuhani wake kwenye maisha yake. Sio kama tunaelewana, watoto wa Mungu. Kwa maana nyingine, huwezi ukafanikiwa kama humwamini kuhani. Kama humwamini kuhani, maana yake umefeli kujua nafasi yake. Ni kweli unaweza ukasema unamwamini, huwezi ukaamini kitu ambacho huna maarifa nacho. Watu wengi hawana maarifa juu ya nafasi ya kuhani, so wanaposema wanamwamini, wala hawaelewi wanachokisema. Kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Huwezi ukaamini kitu ambacho huna maarifa nacho. Watu wengi hawajui nafasi ya kuhani. Kwa mfano, kuhani, mafuta ya kuhani hayakosei. Hii mpaka uielewe ndio utaona matokeo. Yaani sikiliza, kuna mafanikio uhitaji kupambana. Unahitaji neno moja tu la kuhani. Kwa mfano, Aliko Dangote alitamkiwa tamko moja na mtumishi mmoja tu kwamba hakutakuwa na tajiri yoyote zaidi yako Afrika. Na hakuwa tajiri kipindi hicho. Yes, I'm telling you. Sasa kwa mfano, kama hujui nafasi ya kuhani, huwezi ukajua nguvu ya matamko ya kuhani. Yaani atakutamkia kitu alafu utaona tu kawaida. Atatamka kitu na hautaona uzito wa kile kitu. Sijui kama unanielewa, mtoto wa Mungu. Yes, kwa sababu hujui nafasi ya kuhani. Ila ukitamkiwa na mganga wa kienyeji, you understand. That's why matajiri wengi either awe amenyenyekea sana kwenye Ukristo huko. Hakuna tajiri ambaye hajui nafasi ya kuhani. Ndio maana tuna maskini wengi ambao wanaomba sana, wanaenda kanisani. Ufalme wa giza wanaelewa nafasi ya kuhani kuliko sisi. That's why mganga akisema lete hiki, ameshakimbia. Fanya hiki, amekimbia. Why? Anajua nafasi ya kuhani mganga. Lakini Mkristo atakwambia huo ni utumwa. Okay? Yaani kuna kakibuli fulani kanatengenezwa na watu wa dunia na wewe unakakubali. Hakuna mtu anaweza kufanikiwa kama haijui nafasi ya kuhani. Awe wa giza au awe wa nuru, haiwezekani. Ndio maana maandiko yakasema waaminini manabii, si ndio? Haleluya. Watumishi wa Mungu kwa maana nyingine, ndivyo mtakavyofanikiwa. Sasa kwa nini kwa watumishi kufanikiwa alafu kwa Mungu kudhibitika? Maana yake ni nini? Mungu ameweka vitengo. Kuna vitu utavipata kwake, anategemea ameshawapa watumishi wake. Si umenielewa mpaka hapo? Ukivitaka kwake unapoteza muda. That's why nimekuja kusoma kwenye swala la prosperity, mafanikio. Nikiongelea mafanikio siongelei mafanikio ya kiroho, naongelea mafanikio ya kimwili kabisa, ya hapa duniani. Kuishi vizuri, unakula vizuri, unavaa vizuri, watoto wanasoma shule nzuri na nini. Hiki sio dhambi. Watu wamefundishwa injili ya uongo kwamba kuwa tajiri ni dhambi, kuwa tajiri ni kwenda motoni. Kina Ibrahimu walikuwa matajiri, kasome Mwanzo 13:2. Jamaa alikuwa tajiri wa mifugo, dhahabu na fedha. Kina Yakobo hawakuwa maskini, kina Isaka hawakuwa maskini. Yaani ilifika muda Isaka wakamfukuza Wafilisti kwa sababu walimuona bwana anakuwa tajiri sana. Yaani jamaa alikuwa tajiri kiasi kwamba akalitisha taifa zima, wakaogopa. Yaani mfalme akaogopa, akamwambia hapana, kwa hali naomba tu utupishe. Wewe unafikiri umaskini ni cheti, ni cheo? Kuna tuzo mbinguni ya umaskini? Lazaro hakupewa cheti chochote, my friend.
That's why kwa sababu ya umaskini tunaona alienda kulala kwenye kifua cha Ibrahimu. Sio, tumeelewana mpaka hapo? Mungu anajaribu kuonyesha kwamba sifurahii umaskini. Ngoja nikwambie, hebu imagine kila mtu maskini kanisani. Alafu nani ambaye atatumika na Mungu? Injili ya kuzuia mafanikio, ya kukemea mafanikio, ya kukemea matajiri ni injili ambayo yani ni sawa na kujilisha sumu. Yani wewe huyo mtumishi wa Mungu unahubiri, unakemea kwamba injili ya mafanikio si ya Mungu. Alafu baada ya muda unahitaji viti. Alafu nashangaa unaanza kulaumu kwamba tumekaa tunachangia muda mrefu kitu kimoja tu. Wewe huyo huwafundishi watu ili wawe na hizo fedha. Kuhani ambaye umepewa nafasi hiyo. Ndio maana kuhani lazima, maandiko yanasema kwenye ile Maraki 2:7, kuhani yoyote lazima ajae maarifa kwenye midomo yake. Maarifa pamoja na haya. Kwa sababu kuhani una nafasi kubwa sana kwenye maisha ya watu ya hapa duniani na ya wapi na ya rohoni. Kuhani hayupo kwa ajili ya maisha tu ya mwili ya rohoni. This is the problem. Hili ndo tatizo la injili ambazo zimehadai watu, zimeharibu watu. Na mimi niko hapa kukupa ufunuo ambao Roho wa Mungu anataka usikie. Kuna injili ulihubiriwa. That's why tumekuwa kwenye jamii ambazo zinachukia matajiri. Yaani mtu akishakuwa tajiri tunakuta wanamchukia tu bila sababu. Na kuna mtu likitokea tatizo ni kama wanafurahia. Yaani ikitokea watu wanafurahia, tuone sasa. Watu wamelelewa kwenye injili ya kuchukia utajiri. And therefore hawezi wakawa matajiri kwa sababu huwezi ukawa kitu ambacho unakichukia. Yaani sana unataka kuwa Mkristo alafu unachukia Ukristo. Unakuwaje sasa? It is impossible. Unataka kuwa tajiri unachukia utajiri, utabaki maskini. Watu katika ufalme wa giza wanajua kanuni za makuhani kwamba wao ndo mlango wa kufanikiwa. Hakuna mtu aliyefanikiwa kwenye ufalme wa giza afu hana kuhani, hana mganga wake. Sahau. Hata kama sio mganga ana Freemason lake huko. Sisi tunaelewana mpaka hapo. Lakini wewe kuhani una baba yako wa kiroho, baba tu wa kiroho huna kuhani. Unasema nawezaje mimi kuwa na baba? Na baba mmoja wa mbinguni. Of course, yeye ni baba wa ubaba wote. Maana kuna ubaba mwingine. Maandiko yanasema hivyo. Msimuite mtu yoyote baba duniani. Haikuwa inamaanisha baba hiyo unayowaza wewe. Ukirudi Kiebrania utagundua ni msimuite mtu yoyote chanzo. Yaani chanzo. Hii baba iliyoandikwa hapa ilikuwa ni chanzo. Yaani kwamba yeye ndo chanzo cha kila kitu. Haikuwa baba ya baba wa kuzaa. Kama ambavyo kuna mwana ambaye sio wa kuzaliwa. Ndivyo baba hii ambayo imetumika hapa ni baba ambayo si baba ya kuzaa, ni baba ya chanzo, yani creator. Si tumeelewana mpaka hapo? The source kwa Kiingereza. Mtu anakuambia usiite baba yoyote. Hiyo yote ni tekniki ya shetani kuhakikisha umwamini kuhani ili usifanikiwe. Hakuna mtu anaweza kufanikiwa kama hajamwamini kuhani. Maandiko nimekusomea. Mambo ya Nyakati 20:20. So umaskini mwingi tulionao ni kwa sababu tumeshindwa kuamini makuhani. Lile neno analoliachilia uwezo ukalipokea kama Roho Mungu anavyotaka ikiwa umwamini huyo kuhani. So utafeli kwenye maeneo, haleluya, mengi sana kwenye maisha yako. Maandiko yanasema wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Luka 6:38. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa. I'm telling you, Mungu hajasema wapeni watu vitu nami nitawapa, nanyi mtapewa. Mtapewa na nani? Na watu. Yaani prosperity, mafanikio ya mwilini hapa. Sawa? Hapo kwa watu. Okay. Ukisoma Mathayo 6:33 inasema nini? Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Sio kwamba nitawazidishia, mtazidishiwa. Kuna mtu yani that means Mungu ni kama anasemaje?
Masuala ya prosperity, ya mafanikio, sawa, ni mimi Mungu nayasimamia. Ni lazima nipate mimi kwanza. Ukisha nipata mimi, kuna watu nitawagusa wakuletee. Why? Mafanikio duniani hapa mwilini ni wanadamu waliopewa kumiliki. Ni wanadamu wanaotawala. So vitu vya mwilini, tangible things, material things, vipo kwa watu. Mungu atagusa watu, hata kuletea. Sasa wewe umekataa kumwamini kuhani, uko busy na maombi ya siku 20, siku 40. Hata mpenyo ukifunguka, ni kweli Mungu amefungua mpenyo, kuna kanuni hujazifanya ambazo zinafanya watu wakupe vitu, wapeni watu vitu hujafanya. Toeni zaka kamili. That's why kuna dada moja alinitafuta, nadhani wiki iliyopita, akaniambia akanitafuta, alikuwa ameshanitumia message, anapitia changamoto kidogo ya maisha. Sasa ikaja akaniambia siku hiyo kwamba kesho mwenye kodi anakuja. Amen. Kwamba anakuja kesho. Kwa hiyo na hana chochote. Nikawa nimemwelekeza kwa message, lakini akaona kama namtusi. Roho Mungu ndani mwangu akaniambia mpigie. Nikapiga. Nilivompigia nikaanza darasa, kwa sababu huyu ana madeni. Sawa, ana madeni afu na kesho kodi. Kwa hiyo nikaanza kumfundisha. Nilimfundisha nini? Nikamwambia hivi, kama unataka kulipa madeni, Mungu hawezi kulipa hayo madeni. Yaani uwezo wa kulipa, yaani ni hivi, ni Mungu atalipa, lakini usifikiri atalipa direct, atalipa kupitia watu. Na nikamwambia ili Mungu awaguse watu kuna kanuni. Ili Mungu awaguse watu watoe vitu, kuna kanuni. Nikamwambia kanuni namba 1 ni wewe kushughulika na vitu vya Mungu ili Mungu aguse watu wakupe vitu. Nikamwambia hivi, hautalipa deni lako na halitakuja kuisha kama kila hela ambayo unalipia deni hijatolewa kwa Mungu. Nikamwambia kila hela unayoipata, ile hela unayolipa deni, kwa mfano unataka kulipa 200,000, hakikisha kwenye 200,000 umetoa 10%. 20,000 imeenda kwenye kazi ya Mungu. Na njia rahisi imeenda kwa kuhani. So unataka kukulipa deni, lazima iende kwenye madhabahu, because it is the spirit, ni roho. Hiyo ni vita unapigana na roho ya madeni. Sisi tumeelewana. Nikawa nimemwelekeza hivyo. It is very possible. Yale ni madeni, lakini haina maana usitoe kwingine kwa wahitaji. Okay? Nikawa nimemfundisha then tukaomba. Baada ya muda akaniambia kuna mtu amesema nikamwambia kitu kimoja kwamba hivi, roho wa Mungu atakujaribu. Nilikuwa namaanisha hivi, kuna hela itaingia afu Mungu atakujaribu. Sasa akawa ameona ufunuo mkubwa sana, kwa sababu kuna neema alipata ya kufunuliwa ufahamu. Baada ya kuwa amefunuliwa ufahamu, kesho yake alitumiwa hela kiasi fulani. Why? Kuna maarifa tu alijua, kuna kitu tu alijua. Hata kama unanisikiliza sasa hivi upo kwenye madeni, ifahamu kwanza nafasi ya kuhani. Sikwambii utoe sadaka kwa kuhani tu. Nataka nikwambie kama hujajua nafasi ya kuhani, hujafahamu namna Mungu anafanya kazi kwenye huu ufalme. Kabla hujaanza, watu wengi wanafikiri watalipa madeni kwa bidii zao. Nataka nikwambie unaweza ukashangelo deni likakaa miaka 10. Likikaribia kuisha unaanza upya. Why? Hujavunja ile cycle. Paka umejua kwamba ili ulipe deni kuna 10% lazima upeleke kwenye kazi ya Mungu. Haleluya. Lazima upeleke kanisani. Lazima upeleke kwa kuhani. Ndio maana maandiko yakasema hivi, leteni zaka kamili ghalani mwangu. Hapo andiko lilikuwa linamaanisha nini? Leta zaka kamili kwa kuhani. Alafu ndipo madirisha ya mbinguni yatafunguliwa na utamwagiwa baraka. Maana yake nini? Kuna siri kubwa ya mafanikio na kuhani. Nyumbani kwa Bwana ni wapi? Ni kwa kuhani anayekula madhabahuni. Ndio maana zaka ukiitoa kwingine haina thawabu.
Sema haleluya. Sijui kama tunaelewana, mtoto wa Mungu. Najaribu kukupa hii siri ikusaidie.